Mambo vipi mwana Talent Media, na nilikuahidi kwamba tutakuwa na updates mbalimbali, kubwa zaidi uchambuzi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye kombe la dunia. Tunafahamu kwamba jana mchezo wa kwanza ulikuwa ni wa South Africa, kwa maana Afrika Kusini dhidi ya Mexico wenyeji, na mchezo ulitamatika kwa goli 2-0, South Africa akipoteza kadi 2 nyekundu, lakini moja nyekundu kwa upande wa Mexico. Sasa hapa niko na mchambuzi, niko na Mkude. Usije ukasema ni Mkude Simba, hapana. Huyu ni Mkude, mchambuzi wa michezo. Tutakuwa naye kwenye 1 na 2 hapa Talent Media kuelekea kombe lote hili la dunia ambalo limeanza kutumia vumbi siku ya jana Juni 11 na litatamatika Julai 19, si ndio? Yeah. Sawa, sasa tuko na Mkude na tuambie mambo vipi kaka? Bwana fresh kaka. Kama kawaida. Mungu ana bless sana. Yep. Ya, unajua ilikuwa miaka zikawa sasa ni miezi, siku, mawiki, siku na ikawa ni masaa. Ndio. Lakini hatimaye jana tayari tuko ndani ya kombe la dunia. Ndio. Na michuano imeanza kwenye mguu mzuri kwa wenyeji, naweza nikasema hivyo. Ndio. Tunafahamu kwamba jana kulikuwa na mchezo wa timu ya taifa ya Mexico ambao ndo wenyeji imetoka kuwazungumzia, wakitwanga dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kusini Bafana kabisa. Moja kwa moja kwa sababu nilishuhudia kwa ukaribu sana mchezo huu, kwa sababu ni mchezo wa ufunguzi. Ndio. Ulikuwa na matukio mengi ya nje ya uwanja. Kabla tuliona performance za wasanii. Ndio. Lakini sisi tujaribu kuangalia ama tuende direct kwenye kile ambacho kilionekana kwenye pitch kwenye zile dakika 90. Sawa. Kwanza ulikuwa ni mchezo wa kihistoria kwa sababu takriban miaka 16 nyuma timu hizi zilicheza kwenye mazingira yanayofanana, kwa nikimaanisha kwamba mchezo wa ufunguzi wa kombe la dunia la 2010 uliwakutanisha timu ya taifa ya Afrika ya Kusini wakati wao sasa wakiwa ni wenyeji dhidi ya timu ya taifa ya Mexico, na jana ikiwa imepita miaka 16 kamili kwa sababu ile 2010 ilikuwa ni Juni 11 kama ambavyo ilikuwa ni jana. Ulikuwa ni mchezo wa kihistoria. Tofauti mwenyeji kwa mwaka huu ni Mexico. Ni mchezo ambao binafsi yangu niliutazama kwenye engo mbalimbali. Lakini engo ya kwanza ambao niliitazama ni engo ya experience ama uzoefu. Ndicho ambacho kilikwenda kuamua hatima kubwa ya matokeo ambayo yalitokea jana, kwa sababu tunazungumzia kwa faida ya mfuatiliaji wetu ambaye pengine hajui mpaka sasa hivi kilichotokea. Mexico walipata ushindi wa mabao 2-0. Bao la mshambuliaji Julian Quinones. Huyu bwana anakipiga kunako klabu ya Al Qadisiyah ya kule nchini Saudia. Na taarifa tu iwafikie kwamba huyu ndiye mfungaji bora wa ligi kuu ya Saudia, Saudi Pro League. Ligi ambayo ina mastaa kama Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema na wengine wengi. Huyu ndiye mfungaji bora. Lakini bao la pili pia lilifungwa na Raul Jimenez. Huyu ni mshambuliaji wa Fulham ambaye kwenye siku za karibuni tumeona amerejea kunako klabu ya Wolverhampton Wanderers. Sasa kwa nini nimeenda direct kwenye kuwataja wachezaji hawa? Nikirelate na issue ya uzoefu ama experience. Sawa. Kwanza takwimu za mchezo kiujumla zinakupa picha. Kwenye kipindi cha kwanza timu ya taifa ya Mexico ilikuwa imemiliki mpira kwa 57% dhidi ya zile 43% pekee za Afrika ya Kusini. Lakini ukiangalia hata zile shots ambazo zilielekea golini kwa Afrika Kusini 10-2 na big chance ilikuwa ni moja ambayo ilikuwa ni tishio, ambayo ndio hiyo ambayo ilipelekea kuwapa goli. Itakuwa inakuleta taratibu kwenye kile ambacho nilikuwa nimekizungumza awali, issue ya uzoefu, kwa sababu Mexico ukiachilia mbali uwenyeji, wachezaji ambao wanao na status zao zinaakisi kile ambacho nakizungumzia. Uwepo wa mshambuliaji kama Raul Jimenez ambaye kwa takribani ni misimu zaidi ya 5 anacheza soka la kulipwa barani Ulaya kwenye klabu ya Wolves, lakini pia Fulham, na kuna kipindi cha katikati aliwahi kuhitajika kunako viunga vya Turin. Timu ya Juventus ilikuwa inamhitaji sana mshambuliaji huyu. Inakupa taswira gani ya aina ya wachezaji ambao wanao. Na wao walionyesha kuitaka mechi mapema tu. Ulikuwa unawaona aina ya ambayo mwalimu Javier Aguirre, mshambuliaji wa zamani wa timu hii, alivyokuwa anaitumia
alikuwa na amewahimiza nadhani wachezaji wake wa eneo la mbele ambao walianza jana kuhakikisha kwenye kila dakika ya mchezo kwa mwanzo ule wa mchezo wanakuwa wana press kuanzia kwa Raul Jimenez mwenyewe, Julian Quinones pamoja na kina Roberto Alvarado. Ulikuwa unaona nyakati ambazo Afrika Kusini wakiwa wanaanzisha move, wachezaji takriban 3 mpaka 4 walikuwa wanakwenda kuvamia zile space zote kuhakikisha wanawadisturb, na hii ilionekana kuwalipa mapema sana kabisa. Kwa sababu Afrika ya Kusini walionekana kufanya makosa awali kabisa ambayo timu ya taifa ya Mexico walikuwa wanajaribu kuyaadhibu, lakini sivyo bahati kwa upande wao ikashindikana. Na hata Ronwen Williams kipa wa Afrika Kusini na Mamelodi alifanya save 2 crucial mapema tu ambazo zinaakisi kwamba walikuwa Mexico wanahitaji mchezo kiasi gani. Lakini dakika ya 9 sasa kosa ambalo lilifanyika kwenye safu ya ulinzi baada ya kuwa pressed sana, ndio hiki ambacho nakizungumza. Kwa upande wa Afrika Kusini, Williams alikwenda kuanzisha mpira ambao alikuwa ameupiga kwa kiungo wa Afrika Kusini ambaye anakipiga kule nchini Ureno kwenye klabu ya Tondela, bwana Stefano Sithole, ambaye kwa jana hakuwa na mchezo mzuri sana. Inakupa sasa tafsiri halisi ya kile ambacho nakisema experience, lakini pia na aina ya namna ambavyo kocha wa Mexico ile kupress, anakwenda kumpress Sithole ambaye alishindwa kung'amua wachezaji ambao walikuwa nyuma yake na ile sharpness ama ule uharaka wa kureceive mpira na kuondoka. Na bahati mbaya kwa upande wake aliweza kunyang'anywa mpira ambao ulipigwa pasi moja kwa Julian Quinones akaweka mpira kambani. Hiyo ilionekana tayari ni kama vile ilikwenda kuwadisturb kisaikolojia Afrika Kusini, kwa sababu kwa dakika nyingi walikuwa wanashindwa kabisa kutoka kwenye eneo lao ile hafi yao kuelekea kwenye lango la timu ya taifa ya Mexico. Na Mexico muda mwingi walionekana kuwa comfortable wakiwashambulia Afrika ya Kusini. Kipindi cha pili binafsi niliona hakukuwa na mabadiliko makubwa sana ya kimchezo ama ya kiuchezaji kwa timu zote mbili, na Mexico wao bado waliendelea kukaa kwenye mpango wao. Walikuwa wanawashambulia sana Afrika ya Kusini na makosa yalikuwa yanaendelea. Hiki ndio ambacho nilikinoti kwenye engo ya uzoefu. Wachezaji walikuwa wanafanya makosa mengi ya kujirudia kwenye safu ya ulinzi na hata ya kiungo kwa upande wa Afrika ya Kusini. Hatimaye sasa Mexico ikawa ni rahisi zaidi kwa upande wao kupata ushindi. Tutarejea tena hapo kuangalia sasa baada ya ushindi zile kadi nyekundu na ilikuwaje kwa takwimu zako na takwimu za marefari. Hii ni Talent Media, Mshana Ali hapa, lakini nilikuwa na Mkude. Tutarejea.